Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi Muislam popote ulipo duniani, najua utakuwa na mshangao, jicho limekutoka, hauamini, ila ndivyo unavyotakiwa uamini. Leo walillahi alhamdu, ndani ya nchi ya amani, nchi ya Tanzania, tukiwa na shekhe wetu kipenzi chetu, furaha ya macho yetu, si mwingine Sheikh Muhammad Bahero. Atawasalimia, najua mna hamu ya kumsikia. Tupo Mwanza leo, nimekutana naye shekhe wangu huyu, ndugu yangu, akaniambia bwana, na kuonaga unauliza maswali lakini kweli yale watu wanakosa au? Nikamwambia shekhe, ni kweli. Akaniambia hebu leo tufanye special, tuingie mtaani wote nikajionee zawadi kaiweka, kama hapa unavyoona kuna bahasha ndani na tende. Lakini sambamba na hilo tutamsikia shekhe mwenyewe kipi kimemvutia mpaka kuamua leo afanye special kipindi kama hichi. Kwa nini anataka ingie mtaani ajionee nini, au ana hamu ya kucheka? Sheikh, salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nimefurahi sana uwepo wangu wa Tanzania mara hii hapa Mwanza, na nimekutana na rafiki yangu, ndugu yangu tuliosoma pamoja, na nimeona kazi yake vile ni mzuri, inavutia, inaelimisha, lakini pia inafurahisha, na ndo kwa maana hiyo leo nimefurahika kuweza kujumuika na yeye, na nataka niende nikasikie kwa macho yangu, nikaone kwa macho yangu, na nikasikie kwa masikio yangu namna anavyouliza maswali na namna inavyojibiwa. Naomba nyinyi muendelee kutufuatilia mwanzo hadi tamati ili tufaidikeni pamoja. Sasa ungana nami mguu kwa mguu, na leo bana shekhe amesema mimi huwa nauliza maswali magumu, leo atayatoa yeye. Sasa sina khiana, zawadi zipo za kumwaga. Nadhani unaona hapa Together We Can ndio anatoa zawadi. Hii ni taasisi inayosimamiwa na shekhe mwenyewe. Baadaye tutajua taasisi hii inajishughulisha nani. Tufate hatua kwa hatua. Sasa tuwafate Waislamu wa Mwanza. Shekhe, salamu alaykum. Salam tullah. Vipi hali? Alhamdulillah, kwema. Sheikh Muhammad, karibu bwana. Hali yako Sheikh? Alhamdulillah. Naitwa Ismail Muhammad. Naitwa nani? Tahir Abdul Samad. Tahir, tuko na Sheikh, unamfahamu? Namfahamu, nampata. Naitwa Sheikh nani? Sheikh Bahero. Bahero? Bahero. Kweli unamjua. Sasa Sheikh leo nimepita naye bana mtaani. Nataka aulize swali, mtu ukipata utapata huu mfuko. Unaona mfuko? Una vitu vizito, mimi sitakusema nini. Swali analitoa yeye. Ukipata utapata zawadi, ukikosa utapewa elimu. Inshallah. Sawa? Sawa. Lakini upande wangu ukikosa nitachukua kidumu cha maziwa. Nikikosa mimi naondoka. Sawa. Kidumu changu cha maziwa. Sikiliza swali kutoka kwa Sheikh. Sheikh, muulize swali. Je, Bibi Khadija radhiallahu anha, mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kamjalia amepata Ramadhani ngapi katika maisha yake akaweza kufunga? Katika maisha yake karuzukiwa kufunga Ramadhani ngapi? Sheikh, hiyo nimefanya. Ngoja kwanza, umelisikia swali? Nimesikia vizuri. Umenielewa? Kajaliwa kufunga Ramadhani ngapi Bi Khadija? Swali simple kabisa. Usijui. Bana, fikiria huu mfuko mzito. Nitakuwa muongo, yani kufikiria nitakuwa muongo kabisa. Wewe unahudhuria darasa za Sheikh? Nimehudhuria mara chache sana. Sasa nilisema hilo kwenye darasa au ufuatilie? Mimi nitoka ameanza darasa pale nimeshafika mara moja tu. Wewe mtoro. Mambo mengi wapi bana? Basi Sheikh amesema hivi. Hata yule ambaye atakosa, Sheikh ameamua kumpa zawadi. Kifupi kifuta jasho, sawa? Kwa hiyo nakupa zawadi hapa Sheikh. Bana, uhudhurie darasa za Sheikh. Inshallah, namsikiliza sana, hata kwenye simu na download sana, nampenda sana Sheikh. Basi mwambie nakupenda kwa ajili ya sana, kwa ajili ya Allah. Sasa wewe Sheikh huyu wa Kenya, wewe ungefanya mpango hata umuozeshe abaki. Hawezi kubaki kule, kuna watu wazuri wa Kenya shao tayari. Kwa hiyo si watu wabaki. Kwa hiyo tukimwozesha Tanzania aweza atakuwa Zamzamu, akija Tanzania tunafaidika. Shajaliwa kumpata hapa, nayo ni neema hiyo. Basi ngoja nikupe zawadi. Shukrani, jazakumullah. Hii hapa bwana. Alhamdulillah. Sasa mbona hujamwambia? Umepokea hela tu, hujamwambia hata akupe mkono. Nimshukuru Sheikh. Jibu. Sheikh, shukrani sana. Tutamwozesha Tanzania. Jibu, utaki jibu. Jibu la swali ulitaki? Jibu la swali nalitaka. Kwanza mimi nakuuliza swali, maziwa hayo lita moja bei gani? 2000. Kwa hiyo 2000 hapo ishanunua lita nzima. Mashaallah. Sasa jawabu bana, Bi Khadija hakujaliwa kufunga hata Ramadhani hii moja, sababu ilipofaradhishwa Ramadhani ilikuwa yeye kashafariki. Sawa.
Haya bwana, umefurahi kukutana na Sheikh? Nimefurahi sana. Nimefurahi. Ndoto yako imetimia? Imetimia. Nilikuwa sijamshika mkono, leo nimemshika mkono Sheikh Bakheru. Shukrani. Ndugu zangu ni Waislamu, na hawa ndio watu wanaohitajika. Leo watu wanajifaharisha kukutana na wasanii, watu mbalimbali, lakini Sheikh tamanio lake lilikuwa ni kukutana na Sheikh na amemwona. Haya bwana. Asante sana. Haya. Ila umekosa. Nimekosa. Unahitaji bakora. Nilichojaliwa nicho. Haya, asante bwana. Shukrani. Sheikh, salamu alaykum. Salamu alaykum. Msalamu. Vipi hali Sheikh? Kwema Sheikh. Bana, njoo hapa kidogo. Leo umepata bahati ofisini kwako leo. Sogea hapa bana, sogea. Ofisi leo imepata bahati. Geuka angalia. Unaitwa nani? Naitwa Yusufu. Yusuf, kanzu shilingi ngapi? Kanzu kuna bwana Gomba ndo anauza hapa, mimi mwenyewe nanunua. Haya. Umesema unaitwa Yusuf nani? Yusufu Juma. Yusuf Juma. Leo niko na Sheikh. Unamjua Sheikh? Hapana, simfahamu. Ndio umemwona leo? Ndio nimemwona leo. Pilau nalijua? Nilifahamu pilau. Unapenda pilau, upendi mashekhe? Hapana, pilau si linajulikana pilau. Haya, sasa leo niko na Sheikh mtaani, anakuuliza swali. Sawa. Ukipata unachukua mzigo. Sawa. Kuna vitu vingi humu. Sawa, inshallah. Na kanzu utainunua. Haina. Ukikosa anachukua kofia. Sawa, haina shida. Haya. Sheikh Mohamed, huyu anaitwa Sheikh Mohamed Bahero. Na msikitini hapa anaendesha darasa kila siku. Tatizo we mtoro. Kumbe. Na katika daftari la watoro umo. Sikiliza swali kutoka kwa Sheikh. Sheikh, mpe swali. Bibi Khadija radhiallahu anha, mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama yetu. Je, Mungu kamruzuku kaweza kufunga Ramadhani ngapi katika maisha yake? Kamruzuku kaweza kufunga Ramadhani ngapi katika maisha yake? Uwezi kukosa. Nakumbuka tulikuwa wote darasani na ndio ulikuwa unajibu maswali. Mimi nakumbuka kama haitapungua, itakuwa labda Ramadhani 25 hivi. Takbir! Allahu akbar. Ramadhani ngapi? Rudia hata usije akasema nimekwambia, naangalia 25. 25. Naam. Allahu akbar. Bana wewe mtu kweli wewe. Sheikh amejichanganya kwako. Amejichanganya. Na hii umesoma au umesikia? Sijasoma, lakini ninapopiga hesabu labda itakuwa ndio hivyo, kwa sababu unajua tena shehe wangu. Bana wewe umekosa. Nimekosa. Inshallah tena umekosa, unahitaji kupigwa bakora. Hapana, sio bakora, inahitajika elimu. Elimu sawa. Sisi hatufahamu shehe wangu. Elimu utapewa, Sheikh atakupa elimu. Maana Sheikh ameona wewe msikitini unakimbia darasa, amekufuata mtaani. Sawa. Sawa. Haya, sasa muombe Sheikh akupe jibu. Inshallah shehe, nipatie jibu. Mama Khadija radhiallahu anha amefariki kabla kufaradhishwa Waislamu kufunga. Kabla haija kuja faradhi ya sisi kufunga, yeye alikuwa kashafariki tayari. Kwa hiyo hajawahi kufunga hata Ramadhani hii? Hata Ramadhani moja. Walikuwa nalijua? Hapana. Sasa mimi nakupa la kwangu, acha ya Sheikh la kwangu, ukipata nakupa zawadi. Sawa, inshallah. Nikupe? Nipe. Leo umeenda chooni hujaenda? Leo nimeenda chooni. Soma dua kutoka chooni. Ya kutoka chooni. Alhamdulillahi alladhi adhhaba anil adha wa afani. Ndio hiyo? Umepata, mashaallah. Basi chukua nauli Sheikh akupa nauli, sababu umepata nauli ngapi? 2. Hapo iftari inapatikana? Inapatikana. Swali la pili mpe zawadi. Umemongezea swali. Nimeongezea. Nyima zawadi kabisa. Sheikh amekupendelea, una bahati. Inshallah. Basi chukua na mfuko. Amina. Sasa hii 2000 surudishe? Hapana, simeshanipa tayari. Kuna nyingine humo. Aisha amenitetea. Amenitetea shehe. Una mahaba na shehe baada ya kusikia kuna hela. Haya, fungua uangalie kuna nini kwanza, afu nitakwambia kina nani amekupa. Kuna nini sema? Naona kuna tende. Na kuna bahasha. Chungulia kwenye bahasha useme kuna nini. Kwenye bahasha kuna pesa kidogo. Pesa kidogo? Shilingi ngapi? Kuna shilingi 5000, naona 5000. 5000 jumlisha 2000. 7000. Sikuwa. Namshukuru Mungu. Haya, sasa umeona faida ya mambo ya dini? Nikasifuru umeingiza tende na shilingi ngapi? Ni shilingi 7000. 7000. Sasa jitahidi kufuatilia mambo ya dini, sawa? Unalipi la kumwambia Sheikh? Sheikh anaendesha darasa hapa msikitini, sawa? Na pia Sheikh ametoka Kenya kwa ajili yetu. Sawa. Alafu sisi tunakimbia. Sasa la kumwambia Sheikh, kwa sababu mimi ni mtu wa mbali kidogo. Mbali wapi? Kakola, sio unafahamu. Kajua mbinguni, kumbe Kakola. Nimekuja kununua hapa vikanzu kwa ajili ya kwenda kuwasaidia ndugu zetu kule.
na mimi kule naendesha dini hivyo hivyo. We dini. Kwa hiyo niko katika msikiti pale kidogo. Imam? Mimi ni imam. Allahu Akbar. Waislamu, huu ni imam. Mnaweza msiamini, naomba niwathibitishe kama huu ni imam. Naomba niwathibitishe kama huu. Rabbana walakal hamdu ni kwenye atahiyatu au kwenye sijida? Rabbana walakal hamdu. Baada ya kutoka kwenye rukuu unarudi kwenye. Huyu kweli imamu. Yaani ungekosa hivi. Baada ya kutoka kwenye rukuu kirudi kusimama qiyam ndo nasema rabbana lakal hamd. Haya, kwa hiyo ulikuwa malizia. Kwa hiyo shehe, ningependa labda siku moja afike pale atutembelee, atupe darasa kidogo. Si unajua mambo haya ya dini ni mapana. Unaona kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimjalia afike pale Kakolo, akifika Kakolo anaulizia kijiji kinaitwa Nyangalati. Si tupo pale, bahati nzuri Allah ametuweka pale, tunaendesha harakati ya dini hivyo hivyo. Kadri Mwenyezi Mungu alivyotujalia dini inaenda. Haya, sasa shekhe, umesikia ombi la muumini hapa. Ni kweli tunajua una ratiba ngumu. Juzi umetoka Oman, lakini Waislamu wa Mwanza wamekuomba, umekuja. Baada hapo una ratiba sehemu Ramadhani hiyo haushikiki. Sasa kuna Waislamu Tanzania na nje ya Tanzania, South Africa, Zambia, Malawi, nchi nyingi wanatamani wala ufike kwao utoe. Shekhe, hivi patikanaje? Au ndo tuweke, maana kwa wasanii unaambiwa lipia weka booking. Na nyie mashaka ndo hivyo au? Wallahi mimi binafsi siko hivyo. Na natumai wale ambao kwamba wanafanya mambo ya dini na da'wa kwa dini hawatakuwa hivyo. Lakini tu ratiba huwa zimetubana zaidi. Sasa kwa wale ambao kwamba wataka kutualika wanaweza wasiliana na sisi kwa namba zetu, na sisi tutapangilia ratiba zetu ili tuweze kufika pale wao wanataka tufike. Na bila shaka mpaka watualike wameona kwamba tukifika pale wanapotualika kuna faida itapatikana kwetu sisi na kwa wale ambao kwamba watatupokea. Kwa maana hiyo tunafurahika tukialikwa, lakini pia tunapendelea mtu atualike kwa mapema ili ratiba tuziweke vizuri na tukija tuweze kuleta manufaa kwa wale watakao kuwa wenyeji wetu inshallah. Nadhani mmemsikia shekhe. Wewe ni kutuma maombi. Shekhe huyu ana khiana. Mambo ya dini haina kujikweza, sijui mtumie tiketi ya ndege. Shekhe huyu kama kwenu panafikika kwa farasi atakuja kwa farasi. Sana mambo mengi kipenzi cha watu. Bana mpe shekhe mkono. Neema kubwa. Nenda YouTube andika MBTV. Sawa? Utapata faida mbalimbali. Unakopi mawaidha afu unatoa mawaidha. Ukiulizwa swali unawapa namba ya shehe. Sawa, unasemaje? Haina shida. Haya bwana. Shekhe Yusuf. Naam. Haya sawa. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sheikh, hali yako? Bwana simama hapa. Kwanza leo kijiwe kimetembelewa na Sheikh. Naam. Sawa sawa. Toa mkono bwana. Mbona wewe umesinzia wewe? Uchovu. Changapi leo? Leo. Sikijui kabisa. Ukujui. Haya Sheikh, naitwa Ismail Muhammad, unaitwa nani? Naitwa Athman ibn Adwad. Athman ibn Adwad. Jina zito sana. Sheikh aliyopo pembeni yako anamfahamu? Hapana. Hapana. Haumjui, hujawahi kumwona? Namuonaga tu hapo msikini lakini simfahamu kwa jina. Sasa wewe utakao useme namfahamu simjui jina. Naam. Ulivyosema namuonaga mimi nikajua kwenye magazeti. Hapana msikini. Basi sogea huko. Watu wapate kupita huko. Haya. Sasa leo Sheikh nimezunguka naye mtaani. Unajua mashekhe wanagawa ilmu kwa njia tofauti. Leo unaulizwa swali, ukipata utapata nini? Zawadi. Ukikosa tutakupa elimu tu sasa. Naam. Au ukikosa tukafuturu kwako? Hapana. Mimi nipo kazini, labda mtakuja tufuturu hotelini. Sawa, ila utasimamia. Naam. Sheikh muuliza swali. Sheikh nani? Naam. Naitwa Sheikh Athman ibn Edward. Haya, na leo ndio itakuwa siku ya kujua jina la Sheikh. Mashaallah. Naam. Kakangu Athman. Naam. Swali letu linasema hivi. Naam. Bibi Khadija radhi za Allah ziwe juu yake ni mama yetu na ni mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Je, Mungu kamruzukia kafunga Ramadhani ngapi? Mara ngapi kapata mwezi mtukufu wa Ramadhani katika maisha yake? Swali umelisikia? Naam. Bibi Khadija kafunga Ramadhani ngapi? Usiniaibishe. Unaona, chungulia Sheikh. Kuna vitu hapo. Kwa hapo sijafahamu. Mimi nakukumbuka madrasa tulikuwa wote, wewe sijui ulikuwa wao, sijui gym. Hapana. Wewe unikumbuki?
Nimesahau, labda aulize swali jingine, hilo sijalifahamu. Swali jingine? Naam. Swali ni hilo tu. Muombe Sheikh jibu. Naam, Sheikh naomba jibu. Mashaallah. Bibi Khadija kafariki kabla kufaradhishwa Waislamu kufunga Ramadhani. Kwa hiyo kafunga Ramadhani ngapi? Hajafunga Ramadhani hata moja. Hilo ndo lilikuwa jawabu. Hata Ramadhani moja hajafunga. Naam. Sasa mbona umefurahi? Umeona jepesi sana ni? Alafu umelikosa. Alafu imamu wewe. Au sio imamu? Sio imamu. Haya, sasa Sheikh leo ameamua kuingia mtaani kuielimisha jamii. Sawa sawa. Una lipi la kumwambia Sheikh? Na umekuwa ukimwona, umeniambia unamuona Sheikh msikitini. Unamuona anaokota viatu au anafanya nini? Anatoa dawa ile wakati wa baada ya swalatul asr. Anatoa dawa pale msikitini. Na jana alikuwa na mada ya jinsi gani mwanadamu unatoka nyumbani kwenda, sababu za kuipata riziki. Sheikh darasa ndio hiyo? Kweli kabisa. Kwa heshima yako naomba tumpe zawadi. Itabidi tumpe. Sheikh, kitendo cha yeye kukumbuka darasa, wewe unaangalia YouTube asubuhi ile? Angalia YouTube, nilikuwepo msikitini. Bana chukua hiyo. Hebu aoneshe watu. Sheikh huyu amepata zawadi kwa sababu jana kahudhuria darasa Sheikh na kakumbuka mada ya jana, leo sio jana. Na kakumbuka, mashaallah. Sheikh ndio hiyo au unampendelea? Simpendelei, ndio hiyo kabisa. Sasa chungulia huko ndani kuna nini? Hapa ndani kuna tende. Kuna tende na kuna hii sijui ni bahasha. Bahasha, ichungulia bwana. Chungulia, sema mwenyewe kuna nini? Naam, kuna Tanzanian shilling 5,000. Tanzania. Ulikuwa unategemea? Hapana. Mambo ya dini tumejua darasa. Sasa hapo jiulize. Na Sheikh bana, naomba niwape siri moja. Sheikh kila baada ya darasa anapotoa darasa huwa anauliza maswali kwa waliohudhuria darasa na wanapata zawadi. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Sasa jitahidi leo ujibu. Naam. Sawa. Una lipi la kumwambia Sheikh, la kumpongeza? Ametoka Kenya kuja Mwanza kuwafuata Waislamu wa Mwanza. Na mimi nimwombee kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumuongoza, aendelee kutupa darasa kama anavyotupatia siku zote, na Mungu amshushie rehema zake. Aendelee kuwepo. Mbona mimi umesahau, ungesema hata na wewe pia. Nashangaa. Shukran. Naam. Haya Sheikh. Allah khali. Salamu alaykum. Leo hutuba za barabarani. Salamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullah. Vipi hali? Alhamdulillah rabbil alamin. Vipi Ramadhani inaenda? Ramadhani alhamdulillah inaenda, sema ayaman maadudat. Siku hazigandi hizi. Wallahi hilo ndio jambo la kuhuzunisha. Kwa hiyo natakiwa tufanye juhudi, tufanye bidii. Wacheza mpira wanafanya bidii dakika za mwisho. Sio samu dakika za mwisho tunakuwa wavivu. Sio inakuwaje? Bana, leo mzee wangu kaongea kitu ambacho elimu. Wacheza mpira dakika za mwisho wanajituma, Waislamu dakika za mwisho tunakimbia msikitini. Sasa mzee wangu, kwanza unaitwa nani? Saleh Hazam Muhammad. Sheikh Saleh. Leo nimetembea na Sheikh. Kwanza kabla sijaanza, mimi naitwa Ismail Muhammad. Sheikh unamfahamu? Namfahamu sana vizuri. Taje majina mawili. Jina lake anaitwa Mohamed Bahero kutoka Mombasa. Kweli wewe Sheikh ni kipenzi chako. Naam. Sasa leo Sheikh ameamua tuingie mtaani, dawa na durusa zilete mtaani. Unasemaje? Safi kabisa. Sasa atakuuliza swali. Naam. Ukipata atakupa zawadi, ukikosa atakupa elimu. Kupata na kupatia ni kazi ya Allah. Haya, swali. Kupatia tu inshallah. Sikiza swali. Lo Sheikh mpe swali. Mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Bibi Khadija radhiallahu anha. Naam. Je, Bibi Khadija Allah kamruzukia katika maisha yake kaweza kufunga Ramadhani ngapi? Hakufunga Ramadhani hata. Swali umelisikia kwanza? Naam. Bi Khadija kafunga Ramadhani. Nakuja. Bi Khadija kafunga Ramadhani ngapi? Usiniangushe mzee swali. Ushika kwanza, ushika hivi. Mimi naamini Bi Khadija kufunga Ramadhani kwa sababu Ramadhani imefaradhishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina katika mwaka wa pili. Bi Khadija alikuwa ameshafariki. Mzee Swale, wewe uko vizuri au wewe shekhe bwana? Hapana. Mbona umejibu kwako kutoka kwa hao? Bana, takbir. Allahu akbar. Bana, umepata. Inshallah, alhamdulillah. Sasa ndio wa kwanza kupata kutoka kipindi kianze. Wewe ndio mtu wa kwanza. Mashaallah. Alhamdulillah, khairi kubwa. Uko vizuri. Chungulia basi kwenye mfuko kuna nini? Mashaallah. Kuna tende na nini? Hii sisi hatuiti tende. Unajua ndugu zetu hao upande wa pili wanaulizaga hii ni vitu gani? Tunaambia ni maini ya ngamia. Maini ya ngamia. Maana matamu sana. Naam. Mzee wetu asema maini ya ngamia. Kuna baksha hapo
ina sadaka. Basi inshallah. Sasa Sheikh wetu ameamua leo kuingia mtaani kuwapa elimu watu. Lakini wewe kama unavyojua ametoka Mombasa. Anafanya juhudi kubwa. Unalipi la kuambia Waislamu na unalipi la kumwambia Sheikh ili mradi aone hata sisi la kuambia Waislamu? Wallahi fursa tunayo, hatujui umri wetu hapa duniani tumebakiza muda gani. Tufanye bidii Ramadhani tuitumie vizuri ili tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na la pili tusikilize mashehe wanakuja hapa kutufahamisha sisi. Sasa leo tukiwaacha hao wakaondoka, wacheza mpira wanapokodishwa hapa wanalipwa gharama kubwa sana ili kiwango cha mpira kupande. Lakini sisi Waislamu tunapoletewa mashehe, kiwango chetu cha elimu hakipandi. Watu tunasinzia misikitini, tunakwenda kupoteza wakati. Yaani unaenda kama msikitini kupoteza wakati. Kwa hiyo mnawahusia mashehe wasichoke kutufahamisha na kutuamsha kama hivi. Mnatupa maswali kama mimi nakupenda sana kwa sababu kila baada ya darasa unatoa swali na kesho yake unauliza jana tulishia sehemu gani. Kwa hiyo unatufanya tuhamasike vizuri, tuwe wasikilizaji wazuri. Darasa la jana ulikuwepo? Nilikuwepo. Mimi natoa zawadi. Niambie mada ilikuwa inasema nini? Mada ya jana ni kwa sababu ilikuwa ni mada nyingi lakini hasa Sheikh ngoja. Jana umetoa mada nyingi. Jana umetoa jana umetoa mada nyingi au moja? Toa moja. Moja lakini za kuhamasisha watu wamwabudu Mungu kwa upole wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi. Kwa hiyo na sisi natakiwa tujue upole wa Mwenyezi Mungu alitufanyia sisi kwa sababu gani, kama vile wanavyofanyia wazazi. Kwa sababu gani wazazi wanakuwa na thamani? Mungu anapotajwa Allah anataja na wazazi wawili, ndio ilikuwa mada ya jana. Kwa hiyo ndio tunafanyia kazi tupate hiyo faida inshallah. Ni kweli ya jana. Katika yale niliongelea jana hayo pia yamo. Basi mimi nakupa zawadi. Zawadi yenyewe bana, ninakuombea dua. Amin. Ya Rabbi mjalie mzee wetu mzee Saleh afya iliyo imara. Mjalie apate kilaanalohitaji. Mjalie awe na mwisho mwema yeye na sisi. Tujalie jannatul firdaus. Dua hiyo umepata kutoka kwa Sharifu. Unajua mimi Sharifu? Sasa hapa nipata mke pembeni hapo. Haya. Unaweza kufika hapo akaanza kunigombania tu. Tugawane zawadi. Inshallah. Shukran. Naam, mpenzi mtazamaji. Ni hatimaye watu kadhaa kiwa special kabisa, kipindi hichi special. Nimezunguka na shekhe hapa jijini Mwanza. Tumejionea watu walivyojibu, watu muamko wao. Umemsikia mzee wetu mzee Saleh anakwambia wachezaji mwishoni hujituma, lakini Waislamu mwishoni wa Ramadhani tunakimbia misikiti. Sheikh Muhammad, tumetembea mtaani wote, umejionea hali iliyopo mtaani na mengi zaidi hayo, na umesikia watu. Tumeona Together We Can ndio waliotudhamini kutoa zawadi. Ningependa utuambie Together We Can ni nani na wanafanya shughuli gani, la kwanza, na mtu akitaka kuungana nao aungane nao vipi? La pili, Sheikh Muhammad, ukitamani aje ulipo mkoani kwenu unafanya nini? La tatu, hali unaionaje ya Uislamu mtaani? Tuanze na la kwanza. Kwanza kuhusu Together We Can ni kina nani? Together We Can ni taasisi ambayo kwamba imeanzishwa tu na sisi vijana, ikiwa mimi ndo kiongozi katika hiyo taasisi, na ilianza kutokea mwaka 2020 na lengo kubwa ilikuwa ni kusaidia wale wagonjwa, na alhamdulillah mpaka wa leo tunawasaidia wagonjwa kuwapeleka India kimatibabu, lakini hasa sana tunawasaidia watoto wadogo kwa sababu watu wazima kidogo inakuwa kuna changamoto nyingi. Lakini pia kando na hivyo tunasaidia kwa upande wa visima, kuwajengea watu visima, na pia tunasaidia kwa kuwapelekea watu vyakula wasiojiweza, madhaifu, hasa zaidi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na hakuna tajiri yoyote ambao kwamba ndo ametudhamini kwa hili, ingawaje tunashukuru Mungu tukitoa matangazo kuna kitu cha kheri tutataka kukifanya, kila mmoja anashirikiana na sisi kwa kidogo na kingi, na zile namba tunazoweka katika media zetu watu wakiziona na tuamini, na moja kwa moja wanatuma michango yao. Na mimi hapa sitaacha kutoa shukrani zangu za kipekee kupita maelezo kwa ndugu zetu ambao kwamba wako Tanzania, pamoja na kuwa wengi wao hatujakutana na wao, hawanijui, siwajui, lakini pindi tu nitakaporusha video yangu ya mchango, basi lazima Watanzania watakuwa kipaumbele pia wao kuweza kuchangia. Na hili sina la kuwalipa zaidi ya kuombea Mungu na kuwashukuru zaidi kupita maelezo. Ama kwa wale ambao kwamba labda ndio wako Tanzania na mpaka sasa hii hawajajua ni njia zipi watafikisha michango yao kwetu, na wale waliopo Ghana, Zambia, Malawi kote,
Ni vipi watatusupport, kwa sababu bila shaka mwenye macho ambui tazama, na tunachokifanya watu wengi wanakiona kwa macho yao. Mara nyingi huwa anapenda kuwahimiza na kuwakokoteza michango yao waweze kutuma moja kwa moja kwa namba yangu ya Voda. Namba yangu ya Voda nilisaidiwa na rafiki yangu kusajiliwa. Sasa ukituma hela inakuja jina Hilal Ali Hilal, lakini namba yenyewe ya Voda ni alama ya kujumlisha 255 7422 88383. Hizo namba moja kwa moja ukituma mchango wako basi utafika kwa wakati wowote. Jina ni Hilal Ali Hilal. Ama kwa wale ambao kwamba sio Tanzania na wanaona video hizi, basi kama wako na mitandao ya Kenya watatuma moja kwa moja kwa paybill zetu zinazoonekana pale na account number zinazoonekana kwa screen, au kama pia wako nje na wao wepesi wao ni kutuma kwa namba zetu za Kenya, basi namba yangu ya Kenya ni +254 705 414144, na majina huwa lazima waweke kamili Muhammad Bahero Muhammad. Na nyote popote mulipo, sisi hatuwajui na nyinyi hamtujui, lakini kwa sababu tunafanya jambo la Mungu, Mungu yatujua sisi na yuwajua nyinyi, na sisi tukiwa kweli au tukiwa urongo Mungu atatuhesabu. Na nyinyi maadamu mmetoa kwa sababu ya kupata ujira kwa Mungu, ikiwa itafika kwa waliokusudiwa ama haitafika, bado ujira ule mtaupata. Kikubwa tunamwomba Allah aturuzukie ukweli na uaminifu na ikhlas, na atujalie tuwe ni sababu ya kufunga shari na sababu ya kufungua milango ya kheri. Amen. Mpenzi mtazamaji, popote ulipo duniani, hii ni njia ya kuchangia kheri. Umesikia kazi ya Together We Can, na nikuibie siri moja, kutoa sio lazima utoe milioni 100, milioni 10, hata 1000, hata shilingi 100, hata 50, umeutoa na ujira wako utaukuta. Yalikuwa maswali ni matatu. Swali la kwanza Sheikh amelijibu. Sasa tunaenda swali namba 2. Mtu yoyote duniani akimtaka Sheikh Muhammad aje afikishe da'wa kwao, wamwalike, wafanyaje? Wallahi, kwanza sisi tunafurahika kila tukialikwa maeneo tofauti, kwa sababu tukifika si kwa kuwa sisi tunawafaidisha wenyeji, bali pia sisi tukifika tunafaidika kwa yale mazingira tunayoona, na kuna mengi tunajifunza. Kwa hiyo tunafurahika zaidi tukipata ndugu zetu wanaotupenda kwa ajili ya Allah wakitualika, na moja kwa moja kwa namba zangu wanaoziona kwa screen, wakituma maombi yao, basi moja kwa moja tutayafikisha kwa muhusika, katibu, sekretari, na watawasiliana vizuri ili mikakati ipangwe. Kama nilivyosema, nidhamu na program tuko nazo nyingi, lakini nyinyi ndo mnatuhitaji, ndo maana zile program tunaziweka kwa nidhamu. Kwa hiyo moja kwa moja kutuita, tutaangalia program zetu, tutaweka kwa nidhamu zetu, na tutajua lini tutafika, na mara nyingi tunajitahidi kufika sehemu tofauti mpya ili tuweze kuwafaidisha watu kwa kichache tunachokijua, na sisi tufaidike kwa kile tutakachokiona huko sehemu geni tutakapofika. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, wala usiwe unajiuliza maswali mengi, nitampata vipi huyu, nitamfikiaje? Moja kwa moja ukiwasiliana na sisi na kutuma ujumbe wako, tutaweza kuufanyia kazi na kuutilia manani, na tutaweza kutekeleza kile ulichokitarajia kwetu, ikiwa Allah ametia taufiki kwa hilo. Hilo ni jambo la pili. Unampataje Sheikh Bahero? Jambo la mwisho Sheikh, tumefanya kipindi, tumetembea kwa baadhi ya watu, umejionaje mwamko wa Uislamu? Maswali mepesi, wengine wafahamu na wengine ukiangalia ni viongozi mbele ya watu, na umekuwa ukifuatilia, ninazunguka sehemu mbalimbali. Una lipi la kuiambia jamii? Una kipi wewe umejifunza kutokana na mzunguko huu? Kitu cha kwanza nataka niwaambie jamii, leo ingekuwa tunafikiria kama wale watu wahuni na waovu wanavyofikiria namna gani wataeneza uchafu wao, basi bila shaka dini ingefika sehemu nyingi na dini ingefahamika vizuri. Lakini pale mashekhe wametosheka kwa misikiti peke yake, wakasahau kuna wengine misikitini hawaji, na hao wakakosa haki ya sisi kuwapatia da'wa. Kwa hiyo ni jukumu na ni muhimu sana kwetu sisi, tukiwa tunafanya dawa misikitini, tusikose kufika masokoni, tusikose kufika mabarabarani, tusikose kufika vijiweni, kwa sababu yule ambao kwamba haji msikitini uende ukampata kijiweni, na wewe ndio ukawa ni sababu ya yeye kutamani tena kuja msikitini. Kwa hiyo dawa isikomee sehemu moja,
bali dawa ifike kila mahali, na hilo ndo Mtume alitarajia, akasema hakuna nyumba ya makuti wala ya nyasi kijijini wala mjini isipokuwa dini hii itafika. Haiwezi fika ikiwa sisi hatutatekeleza majukumu wetu na wajibu wetu. Hilo la kwanza. Ama la pili, tupunguze sana kuzozana, kugombana. Ile bidii ambayo kama tunatumia kwa kuzozana, kugombana, kurapiana, kukejeliana, tungekuwa tutumia kwa kuingia vijijini, mijini, mitaani, vijiweni, watu wengi wangekuwa wameelimika. Kwa hiyo tusishughulike na mtu mmoja tukasahau watu wengi, kwa sababu siku zote maslahi ya wengi yanatangulizwa kuliko maslahi ya mtu mmoja. Tusishughulike na jambo muhimu tukaacha muhimu zaidi. Tumeona, na bila shaka mkifuatilia vipindi kama hivi mnaona wengi ambao kama ni Waislamu na hawana ufahamu wa dini yao, wacha kwa mambo mengi, hata mambo ya msingi ya dini yao hayafahamu. Kwa hiyo ndugu zangu, tupendane, tushikamane, tuungane na tuende kushirikiana na hawa ambao kwamba hawaji msikitini. Tusiwaekee chuki tukawatenga tukasema hawa hawaswali, ni maadui wa Allah. La, wamekosa mtu wa kuwaonesha fadhila za kuswali, ubora wa kuswali, ndo maana wakaketi mbali na misikiti. Lakini pale tutakapokuwa karibu na wao, biidhnillahi, huenda wakanyoka na huenda wakawa bora hata kutuliko sisi tunaojiona labda ni mashekhe na ni viongozi wa dini. Hayo yalikuwa ni maneno mazuri kabisa kutoka kwa shekhe wetu Sheikh Muhammad Bahero, na ameongea vizuri sana. Naomba nikupe siri moja ambayo ifahamu. Huyu shekhe bana, mimi nimesoma naye. Kwa hiyo wale mnaopenda mambo ya shortcut, mimi nitakuwa winga wenu kuunganisha na shekhe. Nilikuwa na watania tu. Kiufupi, shekhe yupo Mwanza na ziara ya Mwanza, na siku kadhaa zijazo atasafiri tena nje ya nchi kwa ajili ya ziara. Kiukweli ratiba yake ni ngumu, lakini tumuombe Allah ampe nguvu, ampe afya na amtunze kwa ajili yetu na watu wengine. Ulikuwa nami mtangazaji wako wa siku zote Ismail Muhammad, lakini pamoja nami ulikuwa na shekhe wetu kipenzi chetu, pamoja nilisoma naye lakini ni shekhe wangu kwa sasa hivi, taka usitake ni shekhe wangu. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni, ni Muhammad Bahero.